Ujumbe tata kutoka kwa kanisa Katoliki kuhusu maandamano ya mwezi huu tarehe 29 umezua utata nchini Tanzania na kuzua maswali mazito. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa ni mara ya kwanza hapa, tafadhali kumbuka kusubscribe. Kanisa Katoliki nchini Tanzania limetoa tamko zito likiwataka waumini wake na Watanzania wote kwa ujumla kuwa walinzi wa amani na mshikamano wa taifa kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba tarehe 29. Wito huu umetolewa kupitia taarifa rasmi ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, ama ukipenda TEC, hatua inayotafsiriwa kama tahadhari muhimu wakati taifa likijiandaa kwa kipindi kinachoweza kuwa na mvutano wa kisiasa, hasa wakati wengi wa wapinzani wameshinda kuzungumza kuhusu maandamano makali ambayo yatatokea siku hiyo hiyo. Tamko hilo lilitolewa Oktoba tarehe 11 na limebeba ujumbe wa umoja na busara, likisainiwa na rais wa baraza hilo Mhashamu Baba Askofu Wolfgang Pisa pamoja na katibu mkuu Daktari Charles Kitima. Maaskofu 35 wa kanisa Katoliki wameungana kutoa sauti moja wakisisitiza kuwa jukumu la kudumisha amani halina mipaka ya dini, chama au mtazamo wa kisiasa, na kwa mujibu wa taarifa hiyo, kila Mtanzania basi anapaswa kuwa chombo cha amani, si chanzo cha mgawanyiko. Baraza hilo limeonya kuwa machafuko ya kisiasa yamekuwa yakisababisha mateso, vifo na uharibifu mkubwa katika mataifa mbalimbali duniani, na kwamba Tanzania inapaswa kujifunza kutokana na historia hizo. Wamehimiza wananchi kutoshiriki katika vitendo vyovyote vya uchochezi au uvunjifu wa amani, wakikumbusha kwamba amani ni nguzo kuu inayolinda maendeleo na heshima ya taifa. Tamko la TEC limeenda mbali zaidi kwa kueleza kuwa uchaguzi ni tukio muhimu la kidemokrasia na si sababu ya kugawanyika. Kanisa limehimiza wananchi kushiriki kwa wingi katika kupiga kura kwa amani na kwa kuheshimu taratibu za kikatiba. Wamekumbusha kuwa kila kura ni sauti ya matumaini na uwajibikaji, na hivyo Watanzania wapaswi kuruhusu vurugu mchakato huo wa kitaifa. Kwa mujibu wa maaskofu hao, ushindi wa kweli katika uchaguzi si ule unaojenga majeraha ya kisiasa, bali ule unaoleta maridhiano na maendeleo ya pamoja. Wamewataka wagombea wote kuendesha kampeni zenye staha na kuheshimiana, na kwamba kiongozi atakayechaguliwa awe tayari kuunganisha taifa mara baada ya uchaguzi bila kujali tofauti za kisiasa au kijamii. Kanisa pia limehimiza viongozi wa dini na wa kisiasa kutumia lugha ya hekima na kwa mazungumzo ya kujenga badala ya kutoa kauli zenye kuchochea uhasama. Wamekumbusha kwa maneno yana nguvu kubwa ya kuunda au kubomoa taifa, na hivyo kila kiongozi ana wajibu wa kutumia busara katika nyakati za kisiasa zenye msimko. Na zaidi ya hayo, TEC imeweka msitizo juu ya heshima ya utu wa binadamu na mshikamano wa kitaifa kama nguzo ya maendeleo ya kijamii. Imeelezwa kuwa taifa lenye umoja na utulivu lina nafasi kubwa ya kupiga hatua za kiuchumi na kijamii kuliko taifa linalogawanyika kwa chuki na visasi. Kwa ujumla, taifa hili la kanisa Katoliki limeonekana kama wito wa kiroho na kizalendo unaolenga kulinda urithi wa amani ambao Watanzania wameuenzi kwa miongo kadhaa. Wamekumbusha kuwa uchaguzi ni fursa ya kujenga, si kubomoa, na kwamba kila raia ana wajibu wa kuhakikisha amani ya Tanzania inabaki kuwa mfano wa kuigwa katika Afrika Mashariki. Kauli ya kanisa Katoliki imekuja kama kengele ya amani kuelekea uchaguzi wa kihistoria, na imewakumbusha Watanzania kwamba urithi mkubwa wa taifa si ushindi wa chama, bali utulivu wa wananchi. Maneno haya yamekuja wakati ambapo kumekuwa na vuguvugu, huku wapinzani wakihamasisha Watanzania kutokea siku hiyo ya uchaguzi ya tarehe 29 ili waweze kuandamana wakitaja kwamba no election, no reforms, no election. Na huu ni mtazamo wa Kenyascope, tukikuletea simulizi za Afrika zinazoibua matumaini, umoja na hekima kwa bara linaloendelea kuandika historia yake.